kurejea klabu ya United. Na Liverpool pamoja na mabingwa watetezi Arsenal the Gunners wanamwania kiungo wakati wa Morocco Ayoub Boadi kutoka klabu ya Lille ya huko nchini Ufaransa. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim. Saa 1 kamili jioni Afrika Mashariki na ni saa 12 jioni Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Matangazo ya Dira ya Dunia. Habari kuu ni pamoja na moto mkubwa wa nyika wasababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei azikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na katika mjadala leo tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Lakini nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Huku kombe la dunia likialeta pamoja mataifa kutoka sehemu mbalimbali duniani, uwanja mmoja wa soka huko New England unaonyesha jinsi soka linavyoweza kubadilisha maisha mbali na mashindano makubwa. Kwa wahamiaji na wakimbizi wanaocheza katika timu ya Kennedy Park mjini Portland, jimbo la Maine nchini Marekani, soka imekuwa kitu kinachowaunganisha. Lakini jamii hiyo ya soka imepitia kipindi kigumu hivi majuzi. Mwandishi wa BBC Afrika Celestine Caroni anaripoti zaidi. Katika uwanja wa soka katikati ya jiji la Portland, Maine, sauti za watu wakicheza jioni zinasikika kila upande. Kwa anayepita ni mchezo wa kawaida tu, lakini kwa wahamiaji wanaokusanyika hapa kila siku, mahali hapa pamekuwa sehemu iliyo na maana kubwa zaidi. George Lusolo aliwasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2018. Anasema soka ndilo jambo pekee alilolifahamu katika nchi ambayo kila kitu kilikuwa kipya. Sikujua lugha, sikujua watu. Nilikuwa bado mtoto. Hivyo kila kitu kilikuwa kigumu kwangu na kwa mama yangu. Siku zote nimependa soka. Nilipokuja hapa niliona watu kama mimi. Naona watu kutoka nchi yangu. Najisikia kama niko nyumbani. Nikapata ule ukaribu mara moja. Baada ya kukaa katika kituo cha kuwazuilia wahamiaji huko Texas na baadaye kwenye makazi ya muda huko New York, George na mama yake walifika Portland wakati ombi lao la kupewa hifadhi likiwa linaendelea kushughulikiwa. Hapa ndipo alipojua kuhusu soka ya Kennedy Park kupitia mitandao ya kijamii. Kilichonifurahisha sana ni kuona watu kama mimi wakicheza hapa. Nikamwambia mama, leo sitaenda kanisani. Ilikuwa Jumapili. Naye akasema lazima tuende kanisani. Nikasema hapana. Nikaja hapa, nikacheza na nikafurahia sana. Wakati huo sikujua Kiingereza. Hivyo nilikuja hapa na kuwasikia watu wakiongea Kiingereza. Kilichoanza kama mkusanyiko mdogo wa watu Kennedy Park mwaka 2021 sasa imekuwa jamii inayowaleta pamoja watu kutoka nchi nyingi kupitia upendo wao wa soka. Kwa Deji ambaye pia anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na aliingia Marekani kutoka Angola, soka ndiyo lugha inayowaunganisha wote. Si lazima kila mtu azungumze lugha moja. Unachofanya ni kuonyesha miguu yako au sehemu nyingine ya mwili na kuomba mpira. Ni jambo zuri sana. Wachezaji hawa wametoka mataifa mbalimbali na kila mmoja amepitia safari ya kipekee kufika hapa. Lakini urafiki na mahusiano yanayozaliwa kwenye uwanja huu yana dhamani inayozidi soka. Mwaka uliopita jamii hii ya soka ilionyesha nguvu yao baada ya wahamiaji kukumbwa na misako iliyofanywa na maafisa wa uhamiaji wa Marekani wanaojulikana kama ICE. Tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani mwaka uliopita, utekelezaji wa sheria za uhamiaji umeongezeka kote Marekani na kusababisha maandamano katika miji mbalimbali. Wizara ya Usalama wa Taifa inayosimamia ICE iliambia BBC kwamba watu walio nchini kihalali hawana sababu ya kuwa na hofu. Lakini Anthony Fiore
Missouri ambaye huandaa michezo ya Kennedy Park. Anasema wachezaji wengi na familia zao walihisi tofauti. Wanafunzi walikosa shule kwa wiki kadhaa. Wachezaji na familia zao waliogopa hata kutoka majumbani mwao. Ili kuwasaidia, tuliandaa usafirishaji wa bidhaa za chakula mara 71 kwa wachezaji na familia zao. Joel Andre mwenye umri wa miaka 17 alipoacha kwenda shule na marafiki zake kushindwa kumpata kwa simu, jamii iligundua kuwa yeye na familia yake walikuwa wamezuiliwa na maafisa wa uhamiaji. Wakaongoza kampeni ya kutaka waachiliwe. Wakili wake Todd Pomelo anasema walizuiliwa katika mazingira magumu, na hali hiyo imeacha athari kubwa kwa mchezaji huyo chipukizi. Walikuwa katika kituo ambacho chakula hakikutosha na baadhi ya vyumba vilikuwa na baridi kali. Joel alikuwa nyota wa soka na alikuwa na matumaini makubwa kuhusu maisha yake ya baadaye, lakini unaweza kuona kwamba hatakuwa tena yule mtu wa zamani. Watu wanaopitia hali kama hii wanahitaji msaada, ushauri, nasaha, dini pamoja na familia na marafiki. Joel aliachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa miezi 4. Kesi ya familia yake ya kuomba hifadhi bado iko mbele ya mahakama ya rufaa hapa Marekani. Wakati huo huo, wenzake wa Kennedy Park wameendelea kuwa karibu naye. Deji anaamini hali hiyo imeanza kubadilisha jinsi watu wa Portland wanavyowaona wahamiaji. Nadhani baadhi ya watu walikuwa wanawaona wahamiaji kama watu wasiokuwa na maisha au kazi yoyote, lakini wakituona tukicheka, tukizungumza na kufurahia maisha, wanaanza kubadilisha mtazamo wao kuhusu wahamiaji. Deji anasema mashindano hayo yanawapa vijana hapa matumaini. Sijawahi kushuhudia kitu kama hiki. Ndani yangu kuna hamasa kubwa sana. Moja ya ndoto zangu ni kucheza siku moja kwenye jukwaa la dunia. Lengo la kombe la dunia ni kutuza timu bora zaidi duniani. Naam, asante sana Celestin Karoni. Msikilizaji, pia unaweza ukaendelea kusoma taarifa za kimichezo ambazo zinapatikana katika tovuti yetu ambayo ni BBC News. Halafu Swahili utaenda katika michezo pale uweze kusoma ikiwemo hii hapa kuhusu tetesi za soka, lakini kwa nini timu za Ulaya zinatawala kwenye kombe la dunia. Bali na hiyo pia unaweza ukasoma kuhusiana na anazunguka uwanjani kama mzee Ronaldo alikosolewa sana baada ya Ureno kuondolewa katika kombe la dunia. Taarifa hiyo unaweza ukaisoma hapo. Lakini kwa nini nchi zenye idadi kubwa ya watu duniani hushiriki kombe la dunia? Kuna uhusiano wowote? Unaweza pia ukasoma katika tovuti yetu hii hapa ya BBC News Swahili. Lakini na sasa nampisha mwanasport Ahmed Bahaji kwa mjadala wetu wa wiki hii. Leo tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia la soka linaloendelea katika mataifa Marekani, Mexico pamoja na Canada. Bahaji, karibu. Naam, bila shaka natumai buheri wa afya popote ulipo msikilizaji. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na kukaribisha kwa furaha na bashasha kwa moyo mkunjufu katika gumzo ama mjadala wa siku hii ya leo, ambapo tunazungumza kindumbwe cha michuano kombe la dunia inayoendelea, ambao sasa imeingia katika hatua ya robo finali. Ama kwa hakika sasa ni ule wakati wa kutofautisha maji na damu, wakati wa kutofautisha ngoma nzito na ngoma ya vijana. Hatua ya robo finali, timu 48 hivi sasa zimebakia timu 7 baada ya jana Morocco kufurushwa katika hatua ya robo finali, na huku Ufaransa wakipenda Les Blues ikiwa timu ya kwanza kufuzu katika hatua ya nusu finali. Kutoka hapa, yani tunategemea kila mechi ni finali kabla finali yenyewe. Ndani ya studio basi kwa ajili ya kuchambua mjadala huu ama kuzungumza mtanange hapa ulipofika, tupo naye kutoka kule Rwanda Romario Abdul Jabbar kutoka kule Kigali Rwanda, alafu na kutoka hapa Nairobi Kenya tunaye Abula Ahmed, na istoshe pia kutoka kule Dar es Salaam Tanzania tunaye Hamisa Abdurrahman, na ndani ya studio kuongoza hili ni top scorer of all time kutoka ule soka la ufueni. Mimi naitwa Ahmed Bahaj. Tuanze na Hamisa kutoka Dar es Salaam Tanzania. Hamisa, Faransa imekuwa timu ya kwanza kufuzu katika kuingia kwenye nusu finali katika dimba hili, na kwa jinsi anavutawala mechi zake, kwa jinsi anavofunga, kwa jinsi kikosi chake kilivyo bwana, kuna wa kumzuia huyu asifike
wafike katika hatua fainali kwenye michuano hii? Tuangalia Ufaransa namna ambavyo wanacheza, jinsi ambavyo wanautawala mchezo. Ni timu ambayo inatia hofu kukutana na timu yoyote ile. Unaiona ndio timu ambayo imekamilika zaidi katika mashindano haya kuliko timu nyingine yoyote. Jana namsikia baada ya mchezo dhidi ya Morocco, kiungo wa Ufaransa Adrien Rabiot anazungumza kwamba Morocco hawakuweza kuonyesha kabisa ubora wao. Ingawa ilikuwa ni timu ambayo huenda kuna watu baadhi ambao tuliwapa hiyo nafasi kwamba wanaweza wakawapa mechi ngumu Ufaransa. Lakini ilikuwa ngumu kabisa kwa Ufaransa, namna ambavyo walikimeza kiungo chao, walimeza eneo lao la ushambuliaji, namna gani ambavyo walikuwa wanawalazimisha kufanya makosa na wanawaadhibu kwa makosa hayo. Magoli yote mawili wanayofunga yanatokana na kumlazimisha mpinzani kufanya makosa. Kwa hiyo naiangalia ni Ufaransa ambayo kuna muda unapata hofu kwamba hata akipita Spain kwenye mchezo dhidi ya Ubelgiji, inaweza vipi kwake kuwa rahisi au inaweza vipi kwake kuwa ngumu kukabiliana na hii Ufaransa. Kwa hiyo kwenye engo ya ubora bado inabakia hapo, lakini bado kutakuwa kuna engo nyingine pia ya hofu. Kwa sababu nimeshawahi kuziona timu nyingi duniani ambazo zikiwa katika ubora wao zilishindwa kuonyesha makali mpaka kufika kutoa ubingwa. Rafiki yangu Romario kutoka kule Rwanda, Morocco ndio ilikuwa ni timu mwisho kuwakilisha Afrika katika mashindano haya, na hivyo tena wamefungwa tena yale yaliyotokea katika michuano kombe la dunia iliyopita, wamefungwa tena na Ufaransa. Unadhani kuna kipi cha kujifunza kwa timu zetu za Afrika katika majukwaa kama makubwa kama haya kombe la dunia? Kwanza kabisa naweza kusema tatizo kubwa ama changamoto kwa timu za Afrika ni kwamba zinaweza kucheza vizuri, lakini zile dakika za mwisho ambapo wanatakiwa kuwa na umakini, timu nyingi ambazo ziliondolewa katika mashindano hawa walikuwa wanacheza lakini wanakosa ule umakini hasa kwa defense. Lakini vile vile ni timu ambazo zilikuwa haziwezi kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, na hapo sasa ndipo timu za Ulaya zinakuja na uwezo mkubwa zaidi. Ukiangalia kwa jumla timu za Afrika ziliondolewa katika mashindano hayo kutokana na hizo changamoto, kwa kuwa wanaweza kufunga magoli lakini sasa wanatengeneza nafasi ambazo hazitoshi, ama zile ambazo wamezipata hawakuweza kuzitumia ipasavyo. Lakini kwa jumla pia ukiangalia safu za ulinzi zinakosa umakini hasa kwenye dakika za mwisho. Lakini ukiangalia sasa upande wa Morocco, jana wao walifungwa mapema tu kipindi cha pili tu pale mwanzo, na walijaribu kujitofautisha na mfumo wa zile timu nyingine za Afrika zilivyokuwa zikicheza zaidi ya Bula. Unaona pia hilo liliwaponza jana, kwamba Morocco walikwenda kwa njia kwamba walikuwa na mentality ya kwenda kushambulia. Nadhani Morocco walikuwa na mfumo tofauti jana ambao walicheza, manake tofauti sana na walivyocheza katika mechi za nyuma, na maswali mengi yanaweza ulizwa kwa mkufunzi Mohamed Wahabi. Je, alikuwa amejipanga vipi? Kumbuka kocha aliyokuwa Walid Regragui aliondoka miezi mitatu kabla ya mashindano ya kombe la dunia, akisema kwamba kunahitajika mambo mapya katika timu ya taifa, ndiposa wakamchagua Mohamed Wahabi. Lakini ukiangalia hata CV yake, Mohamed Wahabi si mtu aliyokuwa na uzoefu hasa katika ngazi ya juu ya kuongoza soka, na kuna maswali yanaweza ulizwa, maanake ukiangalia timu alizoongoza ni Anderlecht nchini Ubelgiji, ambayo ni timu ya wachezaji chipukizi. Kisha baada ya hapo kubwa alilofanya na kuisaidia timu ya taifa chipukizi ya Morocco kushinda kombe la dunia kwa wachezaji chini ya umri wa miaka 20 kule Chile mwaka 2025. Ndiposa wakaona usimamizi wa soka nchini Morocco watampatia majukumu, lakini hajafanya hata nusu ya kazi ambayo aliyemrithi alifanya kukisha nusu fainali. Jana ukiangalia kosa alilofanya kumwanzisha Chemsidine Talbi, mchezaji wa Senegal, katika safu ya mashambulizi. Kumbuka si mshambulizi, tunajua kweli Ismail Saibari alikuwa na jeraha katika mechi dhidi ya Canada, alikuwa na jeraha la hamstring, ndiposa hakuweza kucheza. Lakini kumwanzisha Chemsidine Talbi ambaye si mshambulizi ilikuwa inafanya safu ya mashambulizi kuwa butu kwa Morocco, ndiposa ilikuwa rahisi sana kwa timu ya taifa ya Ufaransa kuwadhibiti hasa katika safu ya mashambulizi kwa Morocco. Kwa hiyo kuna maswali yanayoulizwa katika safu ya mashambulizi ya Morocco, hawakuwa wamejitayarisha ipasavyo. Maanake ukiangalia kuna Sofiane Rahimi ambaye amefanya vizuri katika mechi alizokuja, japo ni kipindi cha pili. Ukiangalia yupo Ayoub El Kabi ambaye alishamiri sana katika mashindano ya kombe la mataifa barani Afrika. Angejaribu kuchezesha mshambulizi angalau awasumbue wachezaji kina Dayot Upamecano na vile vile William Saliba, lakini hawakuwa na kazi yoyote katika safu ya mashambulizi. Kwa hiyo nadhani hilo liliiponza sana timu ya taifa ya Morocco na vile vile kocha pia Mohamed Wahabi. Hamisa bwana, unajua kwa kuongeza hapo kidogo, ndio nafikiri kwa Morocco sitaki kuwapa lawama kwenye mchezo wa jana. Nafikiri ulikuwa mchezo ulikuwa mfupa mgumu sana, kwa sababu ukiangalia Morocco mara nyingi hata magoli ambayo waliofunga Canada, waliofunga magoli ambayo yalianzia kwenye kushambulia kupitia pembeni kwa kasi, hasa wakiwa wanamtumia mtu kama Ashraf Hakimi. Lakini waangalie France au Faransa wakiwa hawana mpira, namna ambavyo walikuwa wapo compact,
wamezuia kwenye shape ya 4-4-2. Ina maana hata hiyo nafasi ya kupita pembeni haipo. Na ndio maana jana ilikuwa ni mara chache sana kumuona Hakimi akiwa anashambulia. Muda wote anazuia. Kwa hiyo timu inakosa support, nakuta inashambulia na watu wawili, which inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo nafikiri kwa Morocco jana alikutana na mfupa mgumu sana kwa kuweza. Bwana we, Patrick Vieira, mchezaji wa zamani wa Arsenal na pia timu ya Ufaransa, amesema kwamba hii timu ya Ufaransa ya mwaka huu ni bora kuwahi kutokea, hata imeshinda ile timu ya mwaka 1998 iliyoshinda kombe la dunia. Anasema hii timu ni bora kuwahi kutokea kwa Ufaransa na hakuna wa kumzuia. Ukiangalia katika safu za mashambulizi, Mbappe anaongoza kwa magoli sasa hivi, goli 8 sawia na Messi, alafu Dembele pia naye na magoli pale na wanafunga, na Olise. Hicho kikosi chao wanasema ni kizuri sana. Unakubaliana naye kwamba hii timu ni bora katika muda wote wa Ufaransa na itashinda michuano hii ya kombe la dunia? Kilinganisha ubora, mimi siwezi kusema kwamba ubora wa kikosi hiki unaweza kulinganisha na ubora wa kikosi cha 1998 ambacho kilitoa ubingwa kwa mara ya kwanza, kwa sababu walikuwa na Trezeguet, walikuwa na Zidane, walikuwa na Digari, walikuwa na Thierry. Ukilinganisha na safu ya ushambuliaji ambao walikuwa nao wakati huo na hii kwa sasa, wakati ule France ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi. Ndio kweli timu ya Ufaransa Les Bleus wako vizuri kwa sasa, ni timu ambayo imekamilika, lakini ukiangalia kiuwezo huwezi kulinganisha na France ya 98. Mla ni mla leo, mla jana kalani. Tuingie katika mechi ya pili ama mtanangi wa pili wa robo finali utakaogaragazwa hii leo usiku. Unakutanisha bingwa mwaka 2010 Uhispania dhidi ya Ubelgiji anayekisaka kwa udi na uvumba hichi kikombe. Abula, tutegemee mechi ya aina gani? Nadhani ukiangalia Uhispania jinsi walivyocheza sasa katika michuano ya makundi, vile vile raundi ya 32 bora na pia raundi ya 16 bora, wamekuja kwa njia nyingine tofauti, manake walikuja kuvunja ile nuksi. Kumbuka Uhispania walikuwa na rekodi mbovu sana ya kutoandikisha ushindi katika michuano ya mwondoano kwenye mashindano ya kombe la dunia tangu waliposhinda kombe la dunia Afrika Kusini mwaka 2010. Kwa hiyo kupata ushindi 3 kavu dhidi ya Austria, ingawa ni Austria mtu anasema pengine ni timu rahisi ya Uhispania, lakini ilikuwa ushindi ambao ulikuwa ni ujumbe wametuma kwa wapinzani wao. 3-0, walicheza vizuri. Kwa mara ya kwanza tuliona ile tikitaka ambayo imehusishwa na timu ya taifa ya Uhispania ikichezwa. Kisha kulikuwa na kibarua kigumu sana dhidi ya timu ambayo ilisabika miongoni mwa timu zilipiga upato kufika hadi fainali na pengine kunyakua taji, kwa kuwa wana Cristiano Ronaldo. Anazungumzia timu ya taifa ya Ureno katika awamu ya 16 bora. Walifanya vizuri sana katika ile mechi, ingawa hatua za kwanza ilikuwa mechi ambayo haikuwa na msisimko uliotarajiwa, lakini mwisho wa siku baada ya De La Fuente kufanya mabadiliko, tuliona Mikel Merino dakika za mwisho akiingia na kuwapatia ushindi Hispania. Kufikia hadi sasa ukiangalia takwimu ni kwamba ndio timu pekee ambayo haijafungwa bao katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya kombe la dunia. Upande wa Ubelgiji pia walipoingia katika mashindano hakuna mtu aliwapigia upatu kwamba watafika mahali walifika, lakini wameonyesha mchezo mzuri. Leandro Trossard akiongoza katika safu ya mashambulizi, wakimtarajia pia Romelu Lukaku akiingia, ingawa hivi sasa si yule wa miaka ya nyuma, lakini anapoingia anaonyesha umuhimu wake na rekodi yake ya ufungaji pia ni nzuri kukia sasa. Ingawa Kevin De Bruyne miaka imesonga, haizi tegemewa, lakini wanao wachezaji kama kina De Ketelaere katika safu ya mashambulizi ambao wanasaidia. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni mechi nzuri ya nipe nikupe, lakini naona Uhispania kidogo na naipigia upatu. Ni kweli Uhispania wameandikisha historia, wamecheza mechi 6 hadi sasa hawajafungwa hata bao moja, defense yao imara. Lakini hawa Ubelgiji umaalumu wao ni kwamba katika hii michuano wana tabia ama wana mienendo kufunga magoli mingi. Je, hili Uhispania anatakiwa kuwa nalo makini katika mechi hii? Ukiangalia wachezaji ambao wanafunga hayo magoli, ni mmoja wa wachezaji ambao wanafanya vizuri sasa hivi katika soka duniani. Utazungumza kina Leandro Trossard, utamzungumza bwana mdogo Charles De Ketelaere anakipiga pale Atalanta. Wako na kundi fulani la wachezaji ambao wanaweza kumwadhibu mpinzani yoyote yule, hasa pale ambapo wanaingia kwenye mchezo wakiwa kama timu ya pili, na katika mchezo pia dhidi ya Uhispania wataingia kama timu ya pili. Kwa hiyo pia lazima Uhispania waichukulie kama tahadhari, kwa sababu wanaweza kuadhibiwa muda wote. Lakini ukiangalia Uhispania si tu hawajaruhusu bao, lakini hata kufikiwa ni mara chache sana kumkuta golikipa wao Unai Simon akiwa anafanya save. Na maana muda mwingi mashambulizi yanaishia kwenye miguu ya Rodri na Pedri au miguu ya kina Aymeric Laporte. Ni ngumu sana kwa golikipa kuwa anafanya save. Kwa maana si tu kwamba hawaruhusu mabao, lakini wana mfumo mzuri wa uzuiaji. Kwa hiyo pia ni kazi ngumu kwa Ubelgiji ambayo walishapita kwenye kizazi chao cha dhahabu. Sasa hivi wanachokifanya wao, nafikiri wanafurahia huu wakati uliopo na kuangalia kama kuna chochote kitu ambacho wanaweza wakakipata. Mnamzungumziaje Lamine Yamal Abula, ambaye ni mmoja wa vijana ambao wanafanya vizuri katika michuano hii, na kila anapoulizwa alisema kwamba mashindano ya kombe la dunia
hayaanza katika hatua za makundi. Yeye kila wanapofika katika hizi hatua hizi sasa, kwake yeye ndio atazidi kucheza vizuri. Unaona leo akiwa na ushawishi mkubwa katika hii mechi. Ushawishi anao mkubwa, manake kija katika mashindano ya kombe la dunia wapo wachezaji ambao walikuwa wanamulikwa tochi kuona kwamba hawa ndo watakuwa tegemeo. Uzuri ni kwamba licha ya kwamba kulikuwa na fujo kabla ya Uhispania kuingia kwenye mashindano ya kombe la dunia, na je, ataisaidia timu yake kivipi Lamine Yamal? Kumbuka alikuja na jeraha, kwa hiyo mechi ya kwanza kucheza, na vile vile amekuwa akiingizwa polepole katika kikosi, kwa hiyo hajakuwa tegemeo sana, na ni jambo zuri kuona kwamba kwa timu pinzani hawaangalii kwamba ni Lamine Yamal pekee watamzuia, bali ukiangalia kuna wachezaji kama kina Mikel Oyarzabal, ukiangalia umbo lake huwezi mlinganisha na washambuliaji ambaye pengine ni tishio katika safu ya mashambulizi, lakini ana ubunifu mkubwa sana na uwezo mkubwa sana wa kufunga mabao. Sawa. Bula, kwa kuongezea kidogo hapo, kwa Yamal kuna kitu ambacho nakiona kama kinamsumbua kwenye akili yake, na ni kutokana na namna ambavyo namuona akiwa anacheza. Sijamuona bado Yamal yule ambaye nilimuona kwenye Euro 2024. Sijamuona hata Yamal wa msimu ule Barcelona. Yeye peke yake afungi, na ndio maana mara nyingi unamuona Yamal anafanya maamuzi ambayo hujatarajia. Sehemu ambapo hakuna space atalazimisha kushuti, mpira utajigonga kwa beki, utarudi. Lakini pia hata beki ambaye anacheza naye sasa hivi nikimwangalia Pedro Porro, simuoni kama anampa Lamine Yamal, kwa sababu mara nyingi uangalie mawinga wengi wa kisasa wanavyocheza. Sawa. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunazungumza kuhusiana na ngarambe za kombe la dunia hatua robo finali, na hapa kama wanavyosema Waswahili kwamba riziki mafungu 7, lakini katika hatua hii mafungu ni mawili peke yake, kupata ama kukosa. Ndio tupo hapa kwa ajili hiyo. Sasa bwana, navuka upande kule wa Rwanda kwa ndugu yetu Romario bwana, kuna mechi babu kubwa, mechi ya sherehe ya ndovu kumla mwanae, England dhidi ya Norway. Yani ni vita, na ni moja ya mechi ya robo finali itakayoangaliwa na mashabiki wengi duniani. Wameshauweka mpambano baina ya Harry Kane dhidi ya Erling Haaland. Hebu tuzungumze, England ana ugumu gani ama una uzito gani mbele ya Norway kutaka kujikatia tiketi ya nusu finali? Naweza kusema kwamba changamoto ambao wanalo ni England ni kwamba ni timu ambayo inaruhusu magoli. Yaani safu ya ulinzi hawajakaa sawa. Kwa hiyo wanakutana na timu ambayo wako na discipline, namna ambavyo wanacheza. Tuliona namna ambavyo walicheza dhidi ya Brazil, licha ya kwamba itakuwa ni mechi tofauti, lakini Norway ni timu ambayo inaweza kumiliki mpira na wanaruhusu makosa machache sana. Kwa hiyo itabidi upande wa The Three Lions ambao ni timu ya taifa ya Uingereza wao na umakini mkubwa, hasa kwenye safu ya ulinzi, ambapo tumeona ni timu ambayo inaweza kuruhusu makosa, lakini inatakiwa pia kutowapa nafasi wachezaji kama Odegaard ambaye alionekana kuwa anaanzisha mashambulizi upande wa Norway kuweza kutengeneza nafasi za kufunga. Hapo ndipo kuna changamoto kidogo, lakini naamini kwamba kwangu England wana uwezo kuifunga hii mechi ikiwa watakaa sawa kwenye mfumo wao. Changamoto ambayo wanayo ni kwenye ulinzi. Watacheza na timu ambayo haitabiriki kwa kufunga magoli, na ni timu ambayo inaitumia nafasi wanaweza kuzipata, wanazitumia ipasavyo. Naam, Abula, turejee hapo kwa timu hii ya Malkia England. Kuna wasiwasi katika kikosi kwa sababu Mark Guehi mlinzi wao hata kuna wasiwasi ya jeraha, alafu na Declan Rice pia inadaiwa kwamba si jeraha, lakini kama maradhi fulani hivi yanamtatiza. Hili huenda likawapiga kwa maandalizi ya leo. Kulikuwa na wasiwasi, manake wakifanya mazoezi hata jana kikosi cha timu ya taifa ya England hawakuonekana kina Mark Guehi na pia Declan Rice, lakini vile vile ilisemekana kwamba ni tahadhari tu, manake Declan Rice, kumbuka, kabla ya kuja katika mashindano ya kombe la dunia alikuwa amecheza mechi takriban 60 kuiwakilisha Arsenal katika ligi kuu ya soka nchini England na mashindano mbalimbali ikiwemo hadi fainali ya UEFA Champions League, na inasemekana kwa wanasayansi kwamba mwili wa binadamu kwa mchezaji mwanariadha, mchezaji wa kandanda, mechi 60 ni mechi nyingi sana kwa mwili kuhimili. Kwa hiyo huenda ikawa imemwathiri kwa njia moja au nyingine, kwa hiyo anahitaji kuangaliwa. Vile vile pia kuna wakati mwingine anadungwa mpaka masindano na kutumia dawa za kupunguza yale maumivu. Romario bwana, unajua wakati mwingine kuna umdhaniaye CND, na wakati mwingine hawa watu wanaojulikana kama ni wanyonge wanapopata ujasiri, basi wale wengine wanakuwa matatani. Na maanisha Norway, yani iliyomshusha na kumbamiza Brazil katika hatua ya raundi ya 32. Ni timu ambayo haitabiriki, haieleweki, lakini uwepo wa Erling Haaland anayeongoza katika ufungaji, yani yuko katika miongoni mwa top 3 hapo, unaweza kutegemea chochote tena wakati wote, hasa goli la pili aliloifunga Brazil la kijeuri na la kinyamwezi kweli kweli. Je, unaona leo huyu
akiwaduaza Waingereza? Inawezekana kwa sababu ni mchezaji ambaye kwa sasa ni tegemeo kubwa upande wa Norway, lakini vile vile ni mchezaji anaweza kuwa gumzo kubwa upande wa safu ya ulinzi ya Uingereza, lakini haswa tatizo kubwa ni kuweza kuwakabili sawasawa stafu ya kiungo, ambapo tumeona Odegaard amekuwa mwiba sana, ambapo anaweza kutengeneza nafasi za kufunga. Haaland ni mchezaji tegemeo, lakini sio yeye peke yake. Wanaofanya kazi kubwa haswa ni safu ya kiungo, licha ya kwamba yeye ndiye anamalizia. Sawa Abula bwana, tunaingia katika mtanangi wa mwisho wa robo finali ambao utakutanisha bingwa mtetezi Argentina. Argentina ni Messi na Messi ni Argentina dhidi ya Uswizi. Kwa baadhi wanasema bwana, Argentina wamepata timu rahisi, wanafuzu haraka sana kuingia katika hatua ya nusu finali, lakini Abula, kweli unakubaliana na nadharia hiyo? Kuna uwezekano mkubwa sana, manake katika timu zote, ukilinganisha timu zote 8 ambazo zimebaki, hata katika orodha ya FIFA nadhani Uswizi viwango vyao huwezi linganisha na timu kama Ufaransa, Uingereza na hata wapinzani wao Argentina. Manake ukiangalia safu ya mashambulizi ya Argentina, safu ya kati, safu ya ulinzi imeizidi ujanja na umaarifa timu ya Uswizi. Ingawa wamefanya vizuri sana kufika mahali walipofika Uswizi, ukiangalia mchezaji kama Johan Manzambi, miaka 20 pekee ndipo sasa hivi sasa anang'ang'aniwa na timu mbalimbali ikiwemo Newcastle, anasemekana anataka kumsajili kutoka Freiburg ya Ujerumani. Ameingia na mabao 3 amefunga, na vile vile kusaidia katika safu ya kati, kuisaidia Uswizi kusonga mbele, bila kumsahau nahodha Granit Xhaka ambaye amekuwa kiongozi katika safu ya kati ya Uswizi. Kina Bril Embolo katika safu ya mashambulizi, safu ya ulinzi pia inajisaidia kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo Uswizi wamejizatiti hadi kufika hapa, lakini dhidi ya Argentina huu ni mnyama mwingine tofauti sana. Gawa haijakuwa rahisi, manake Cape Verde alimsumbua Misri vile vile kumtoa kijasho mpaka dakika za mwisho kupata mabao 3 na kuandikisha ushindi, lakini yote 9-10 ni kwamba Messi ndiye amekuwa tofauti katika mechi zote za Argentina. Mabao 8 hadi hivi sasa kufunga, bado anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora katika historia ya mashindano ya kombe la dunia. Na ikifika wakati kama dhidi ya Misri, imefika wakati hakuna ujanja wowote, yeye ndo anajitokeza kuambia bado nafasi, anatoa nafasi na pia vile vile kuwa mstari wa mbele kufunga mabao. Kwa Uswizi naona itakuwa ni jambo gumu sana kuandikisha ushindi dhidi ya Argentina. Mimi naipigia upatu wa Argentina kupata ushindi. Pale katika uchambuzi, Cape Verde alipata kumfunga Argentina magoli 2. Misri pia naye alifunga zaidi ya 2, lingine likakataliwa. Je, hii defense ya Argentina huioni kwamba inaweza kufungika? Ndiyo kweli, Argentina wanaruhusu magoli, lakini sasa tofauti ya Argentina na timu zingine ni timu ambayo hata pale ambapo hutegemei kwamba unaweza kufunga, ndio anakuja Messi, anakuwa ni tofauti kabisa. Dakika za mwisho ndipo unaona sasa ubabe wa Messi, umahiri wake kwa kufunga. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa kweli wameruhusu magoli, lakini sasa tuangalie na pia na Uswizi wana uwezo gani wa kuweza kuwafunga Argentina. Huyu Messi dua mbaya haomboi mwana, lakini iwapo kwa bahati mbaya mtanuia radhi, hii Argentina itatoboa hapo katika mechi zilizosalia? Kwa binafsi yangu itakuwa uongo, itakuwa ngumu sana, kwa sababu sasa hivi tu Messi yupo, lakini kuna muda timu inateseka sana kutengeneza mashambulizi na kufunga. Yaani hii Argentina leo hii namtegemea bado mchezaji wa miaka 38 ndio aweze kuibeba timu. Na uliona kwenye mchezo dhidi ya Misri, kipindi cha kwanza namna ambavyo Misri waliweza kukabiliana na Messi, ulikuwa unaona ubutu kabisa kwenye kutengeneza mashambulizi kwa timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo jinsi ambavyo wanacheza, bado mwalimu ameitengeneza timu kumzunguka Lionel Messi. Kwa hiyo anapokuwa hana siku nzuri au anapokosekana, ile timu ina struggle, kwa sababu nani sasa anaenda kusimama kwenye nafasi yake, kuvaa jezi pale ili aweze kufanya anachokifanya Messi, atengeneze nafasi, asubiri mipira inayodondoka kwenye box, mipira ya pili kama alivyofunga dhidi ya Misri afunge. Abula, kocha wa Misri Hossam Hassan alitoa kauli baada ya kufurushwa ama kufungwa na Argentina katika ile mechi ya raundi ya 32, na alisema kwamba Argentina wanabebwa, haina haja watu wapambane sana, ni timu ambayo inapendelewa na FIFA, kauli ambayo huenda ikamfanya adhibiwe, na siye peke yake, wachezaji kadhaa wa Argentina. Unakubaliana na hili? Unaweza kuwa nayo madai, lakini sidhani kama wanapendelewa. Manake wangekuwa wanapendelewa, Argentina angekuwa wamepewa penalti nyingi kuliko timu nyingine yote, ingawa Messi kweli amekosa penalti 2 ambazo wamepewa kufikia sasa katika mashindano ya kombe la dunia. Lakini ukiangalia jinsi mechi ilivyokwenda, ukiangalia Argentina walijituma dakika za mwisho wakiongozwa na Lionel Messi kutafuta nafasi. Kweli kulikuwa na maamuzi 2-3 ambayo kidogo hakwenda upande wa Misri.
na kuna maswali ambayo wataulizwa, lakini si mechi hiyo pekee. Kuna mechi nyingi ambazo kumekuwa na maamuzi ambayo hawakuridhisha kwa njia moja au nyingine, na vile vile FIFA kutoa maamuzi ambayo pia inaonekana hayaendani na maadili ya soka na vile inavyofaa. Lakini ukiangalia katika ile mechi, matokeo ni Argentina kujituma na kuwa na ubora zaidi kuliko Misri. Ya, sasa ubashiri ndio huo tena, na leo tulikuwa ndani ya studio, tupo naye Romario kutoka kule Kigali, Rwanda, na kutoka hapa Nairobi tumekuwa naye Abdullah Ahmed, na kutoka Dar es Salaam Tanzania tumekuwa naye Hamis Abdurrahman, na